intambara tuzoyitsinda kandi tuzoyitsindana 6 nubwo hari abatabibona ariko twe tubirimo duhereye iburyo twatangiye n'imbaraga twari dufite naho tugeze iyi ntambara tuzoyitsinda n'ishema tuzikura agasuzuguro tuzikura akaga kandi tugere ku mahoro. Tanana hapa kama jamaa ya Batembo wenye wanaishi hapa Uvira, na kama mnavyoona tumechinja ngombe kulingana jinsi ambavyo huwa ni asili yetu. Kila mwisho wa mwaka kusherekea huwa tunachanga pesa pamoja kama familia, alafu tunanunua ngombe tunaichinja pamoja na tunatengeneza kiasili. Mnafanya namna gani? Yani kama nilivyotangulia kusema ni kwamba kila mwezi tunapokuwa tunakutana kwenye mazungumzo yetu huwa tunachanga nusu ya pesa kidogo kidogo kila mwanamemba, alafu tunapofika siku ya mwaka mpya huwa tunachinja hiyo ngombe tunapokwenda kukutana pamoja na kusherekea pamoja kwa sikukuu ya mwaka mpya kama familia. Ngombe hizi wakati ziko bei gani, mmezikuta kwa bei gani? Kiukweli kupata ngombe ilikuwa ni shida kwa sababu tukilinganisha na mwaka jana, kwa mwaka huu tulikuta ngombe zimepanda bei sana. Kwa kupata ngombe ambayo inaweza kusaidia kutumia kwa familia ilikuwa ni bei kali sana. Na hata pesa ambazo watu walikuwa wametayarisha huwa zinakuwa ndogo kwa ajili ya kupata ngombe ambayo inaweza kustahili. Vile zilikuwa bei sana, lakini Mungu ametusaidia tumepata angalau kidogo ya kutumia. Ni kwa ngapi ngombe mmeuza kwa bei gani ile? Yaani hii kama ndogo ambayo tumechinja hapa tumeuza kwa dola 550. Mtaiga ngapi? Hiyo tutagawa kwa sehemu 53 kulingana na wale ambao walichangia, sehemu moja ikiwa inakadiria dola 10. Mkitoka hapa kutakuwa nini nyingine? Yaani tukitoka hapa ni kwenda kusherehekea kiasili na familia, kila mmoja anakwenda nyumbani kwake anatengeneza na familia, anapiga hiyo supu ya asili ambayo mkiona pale mtaona tumeitengeneza hapo. Ina rangi ya kipekee pale, rangi ya kijani. Mlichelewa tukakuiona, lakini kama mtakuwa na muda mtaiona. Ni kitu cha asili kabisa ambacho tukaenda kusherehekea manyumbani. Watembo mnakula nyama kwa ugali, kwa ndizi, kwa nini? Kwa kawaida tunakula nyama kwa ugali ikiwa inapigwa na supu wa muhogo, supu ya asili. Ugali wa muhogo ukipatikana hapo kabisa tutakuwa ule wa Bulambika wa Kambegete. Yaani tuko Watembo wa eneo yote ya Bunyakiri kuanzia Bitale, Miowe, Bulambika, Kambale, Kambegete mpaka Hombo. Ugali wa muhindi mnakula tena vile pale? Kwa sasa tunapoishi hapa Uvira tunatumia ugali wa mahindi, lakini yule ambaye anataka kutumia asili anatafuta muhogo, anapotumia na supu yetu ya asili hiyo ambayo tunaita kwa jina maarufu kalanda. Turudie kwenye supu ambayo inapatikana mahali pale. Inatengenezwa kwa nini? Yaani hiyo tunatumia yale matumbo ya ngombe, kuna yale chafu ambayo yanapatikana mle ndani kwenye estoma ya ngombe, tunachukua hiyo tunakamua yale maji yake ya rangi ya kijani pale. Alafu tunachukua na ile gastric ya kidogo ile ya uchungu ile tunatia mle ndani, alafu tunatengeneza inakuwa supu nzuri sana ya asili. Mtaenda mnagawa? Yaani hapo tutakapokuwa tumegawa kama vile unavyoona, kila mtu atachukua sehemu yake ya nyama, alafu na anakuja anachukua pia na sehemu kidogo ya ile supu, anahifadhi kidogo ataenda kutengeneza nyumbani. Au inakuwa mila za walozi au haina hata sehemu ya walozi, ni mila tu ya kwetu kabisa ambayo wazee walitufunza, na ni nzuri sana. Hata wewe ukikuta imetengenezwa ukionja tu unaweza kuipenda. Ina maana gani kwenu? Ina maana makubwa kwa sababu najua kama hata madawa ambayo tunatumia inatokana na majani, na ngombe naye huwa anatumia zaidi majani. Kwa hiyo yale mchanganyiko wa majani ambayo anatumia humo ndani huwa mnapatikana dawa ambazo zinaweza kusaidia, na sisi tunapotumia hiyo Gambuza safra. Sapata. Mimi nashukuru sana, tunasherehekea hiyo sherehe yetu ya 2025. Tunashukuru Mungu kwa kutufikisha kwa hii wakati, na hivi tuko hapa kwa machuno ya Kalmabengi. Kama vile sisi Watembo
hapa, tuko na mutualite yetu hapa Uvira, tunachinja ngombe yetu hapa, na tuko na ile kitu yenye naitwa kalanda, ile sosi asili tunakamataka yenye wanitaka enzulo na hii mayani ya mwestoma tunakamulia mleketi, kisha tunamwangia mwele ile kitu ya mchungu yenye wanaita enzulo, ndio tunataka huko tutembo enzulo. Na leo tunafurahi sana kwa kuona jinsi tuko na amani hapa, hakuna masasi, tumemaliza kazi yetu ya kuchuna nyama, kila mtu anapeleka yake kunyumba. Wengi kwenye mila za watu tofauti, kabila tofauti, wanatupa ile kalanda yenu, lakini nyinyi mnaitumikisha. Sisi tunaitumikisha kwanza, inatusaidia juu ya magonjwa fulani fulani, na ni chakula yetu ya asili, inatusaidia juu ya, unaona ngombe ni nyama, haiwezi kula kitu kibaya, inakula vitu vizuri, mayani, na ile mayani ni dawa, na njoo ile kalanda nayo inatusaidiaka zaidi juu ya sante yetu ya mwili, zaidi juu ya tumbo. Hii kuchangia ngombe kwenu kwenye tamaduni yenu inamaanisha nini? Sisi tunaita hiyo kuma, tunaita bukumbi, tunaita bukumbi, bukumbire ngafu. Maki tunachangia ngombe. Kila mtu alitosha sehemu kidogo kidogo ya franka, ndio president wetu kwa hapa ndio akapenda tuchangie ngombe hapa. Huku tunakuwa hapa kwa matunio. Tuambie ngombe zinagabuliwa namna gani? Ngombe hapa ziko zinagabuliwa selo mabei gesi watu walinunua. Huko ngombe ya 330 iko na watu 16 hapa. Huko ngombe ya 450 iko na watu 15. Kila mtu aliweka $30. Ndio vile wako wanagabula. Mbele vilikuwa namna gani? Ukilinganisha bei ya leo na zamani? Bei ya zamani na leo iko presque sawa, parce que vitu havipanda sana. Iko presque sawa sana. Ngombe zinatoka mahali wapi na? Ngombe ziko zinatokea ngambo gani? Ngombe zilitoka Katongo. Zingine zilitoka milimani. Na zingine zimetoka kwa plain. Ngombe zimefika. Alo, hivyo nane mnaona inapitika namna gani? Vraiment bonane iko aleze watu wako kisi niko mnaona hapa kwa anachangamka na ndio kisi bonane. Hii mboga hivi watu wataenda kuikula kwa nini? Kwa ugali, kwa nini? Mboga paske leo ni journée ya bonane. Hapa inalika na wali, ika na mafrite, ika na ugali, yote hivyo na masoda iko free. Ndio kisi vitabulika. Na mtaita wa jirani mwenye akupata mnamsaidia kidogo naye. Watu yote, yani ni chakula cha ushirika cha Asante sana. Hivi tunasherekea, lakini kuna ndugu zetu wengi hawako hapa, wanakuwa ngambo nyingine. Natamani serikali ifanye uwezekanavyo waturudishe wale wenzetu pamoja. Wenye wako yani watu wa Burundi wangelikuwa hapa, sherehe ingelikuwa kubwa sana tena. Ujumbe gani unaweza kupatia watu ambao wanapatikana ndani ya makambi? Wenye kupatikana ndani ya makambi unawapa ujumbe gani? Kupatikana ngambo ya makambi tunawaambia ya kwamba warudie, waje tujenge mji wetu. Waligabula tu bien, kila mtu selo na uwezo yake. Oh, fimbo mrefu na shida kubwa. Fimbo na zinaenda. intambara tsoyitsinda kandi tsoyitsindana 6
nubwo hari abatabibona, ariko twe tubirimo duhereye uburyo twatangiye n'imbaraga twari dufite naho tugeze. Iyi ntambara tuzoyitsinda, tuzoyitsinda n'ishema, tuzikura agasuzuguro, tuzikura akaga, kandi tugere ku mahoro.